Baada ya Baraza la Mitihani Tanzania kutangaza matokeo ya kidato cha 4 kwa mwaka 2025 katika manispaa ya Shinyanga, shule za binafsi ndizo zilizoonekana katika chati ya ufaulu mkubwa. Lakini je, unaifahamu shule ya sekondari Ndala? Kama hauifahamu, hii ni shule ya sekondari ya serikali ambayo imeandika historia kubwa katika ufaulu wa kidato cha 4 kwa mwaka 2025 na kuulazimu uongozi wa Msalaba Media kufika katika shule hiyo na kuzungumza na mkuu wa shule ambaye ameeleza kuwa mabadiliko hayo yanakuja si kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya uongozi thabiti, mipango ya kitaaluma na uwajibikaji wa pamoja. Kwa majina naitwa Mwalimu Hamisa Boniface Maguru, mkuu wa shule Ndala Sekondari iliyoko kata ya Ndala, manispaa ya Shinyanga. Shule ya sekondari Ndala ni shule ya kata, miongoni mwa shule 27 zilizoko katika manispaa ya Shinyanga. Shule ya Ndala ni shule ambayo kwa kweli wanafunzi, wazazi, jamii inajivunia sana kuwa na shule hii kwa sababu ya mafanikio yake katika matokeo yote ya mitihani ya kidato cha 2 na kidato cha 4. Shule hii imekuwa ni shule ambayo imekuwa ikipanda kiufaulu mwaka hadi mwaka. Tukisema kwa miaka 5 mfululizo, shule hii imekuwa ni shule ambayo imo kwenye 3 bora. Lakini kwa mwaka 2025 matokeo ya kidato cha 2, Ndala Sekondari imekuwa shule ya kwanza kwa shule zote za kata za serikali. Matokeo haya ni matokeo bora kabisa kwa sababu ndio shule pekee ambayo ilikuwa na daraja C, zingine zote zilipata daraja D. Lakini shule hii ilifuta 0 kwa matokeo ya kidato cha 2. Ndugu mwandishi wa habari, unaweza ukajifunza kwa watoto wa form 2 ambao huwa hawajielewi, lakini walimu wa Ndala Sekondari wamesimamia watoto hao mpaka kufuta division 0. Lakini kwa matokeo ya kidato cha 4 2025, shule yetu imekuwa shule ya kwanza miongoni mwa shule za serikali za kata. Matokeo haya yamechagizwa na wadau mbalimbali katika kuchochea matokeo haya. Tunaweza tukasema tuna serikali, lakini tuna bodi ya shule, tuna wazazi, wanafunzi pamoja na walimu. Hawa wadau wakishirikiana pamoja wanaweza kutengeneza jambo na kupanua ufaulu wa shule. Sisi Ndala Sekondari tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa namna ambavyo imeboresha mazingira ya ujifunzaji pamoja na kufundishia. Tunaona miundombinu bora kabisa ya madarasa, lakini tunaona ongezeko la walimu ambao wameajiriwa ajira mpya. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kujali pia maslahi ya walimu, kitu ambacho kimeongeza hali kwa walimu katika kutekeleza majukumu yao. Lakini tunashukuru serikali ya mkoa kupitia mama yetu Mboni Muhita, wamekuwa bega kwa bega na shule zote za manispaa ya Shinyanga kwa ajili ya ufuatiliaji. Ofisi ya RAO imekuwa inafuatilia namna ambavyo tunatekeleza majukumu yetu. Lakini tunawashukuru sana serikali ya wilaya ikiongozwa na Mheshimiwa Wakili Msomi Julius Mtatiro kwa namna ambavyo amekuwa chachu cha kuhakikisha kwamba watoto wote wanafika shuleni, hasa watoto wa kidato cha kwanza. Tunapoletewa watoto, wanawake walimu wanapata njia rahisi zaidi ya kuwafundisha watoto na hatimaye kupata matokeo bora kabisa. Lakini tunaishukuru pia ofisi ya mkurugenzi manispaa ya Shinyanga. Tunamshukuru Mwalimu Areshaz Kagunze kwa namna ambavyo amekuwa akiwa bega kwa bega na shule yetu. Tumekuwa tukipata madawati na hata kama tunakuwa na changamoto basi amekuwa karibu sana kusaidia shule. Kitu tunashukuru sana idara ya elimu sekondari. Tunashukuru viongozi wetu. Tunamshukuru afisa taaluma, tunamshukuru SLO, tunamshukuru afisa elimu maalum. Wote hawa wamekuwa karibu na sisi kuja kututembelea, kuona mikakati yetu, kutushauri, lakini na kutusimamia. Hatimaye tumekuwa tuna matokeo mazuri. Zaidi ya miaka 5 shule ya Ndala Sekondari imekuwa ikitunza ufaulu wake na imepanda mwaka hadi mwaka. Lakini pia nishukuru ofisi ya kata
Lakini mshukuru sana kipekee Mheshimiwa Diwani kwa namna ambavyo amekuwa anahamasisha wananchi kushirikiana na shule kwa ajili ya kutengeneza matokeo haya leo tunaoyaona. Mtendaji wa kata ana nafasi yake, ametusaidia sana kuhakikisha watoto wote wako shuleni muda wote. Tukimpelekea listi ya watoto watoro, amekuwa na dili nayo na kuhakikisha kwamba natuma mgambo, polisi kata, viongozi wote kuhakikisha kwamba watoto wale wanatafutwa na kuletwa shuleni na hatimaye wanakaa shuleni wanatulia. Lakini ni washukuru bodi ya shule. Bodi ya shule imekuwa na msaada mkubwa sana. Imekuwa ikitufuatilia, lakini imekuwa ikitushauri. Matokeo haya ni ya wadau wote. Lakini tunashukuru mwenyekiti wa wazazi, kaka yangu Ndatala, akiwa na wazazi wenzake na wazazi wote wa Ndala Sekondari. Wazazi hawa Mwenyezi Mungu awabariki sana. Wazazi wamekuwa na ushirikiano ambao kwa kweli sidhani kama kwenye kata nyingine wazazi wako wa staili hiyo. Mkizungumza jambo, wazazi wa Ndala Sekondari wamekuwa wakitekeleza. Ndugu mwandishi wa habari, wazazi wa Ndala Sekondari baada ya photocopy mashine ya Ndala Sekondari kuwa imeharibika, wazazi wale waliitana na kuhamasishana kununua mashine mpya. Na hapa sasa wapo wanaendelea na zoezi la ukusanyaji wa fedha. Wao kama wao wamesema wataikabidhi shule photocopy mashine ya zaidi ya milioni 6. Kwa hiyo wazazi hao unaweza ukajifunza ni wazazi wa staili gani. Lakini wazazi wametuunga mkono ukakuleta chakula. Ndala Sekondari watoto wanakula zaidi ya 90% na wanakula chakula wali maharage. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo wazazi wamekuwa wakijitoa kwa ajili ya watoto wao. Lakini wazazi wa Ndala wamekuwa wafuatiliaji wa maendeleo ya watoto wao. Mtoto akivaa uniform akaja shuleni, ni kitu cha kawaida kumuona mzazi anakuja tu kujua kama mtoto wake yupo au hayupo. Lakini matokeo yote wazazi wa Ndala tumekuwa tukiwaita, yakiwa mazuri tunasherehekea pamoja, yakiwa mabaya tunasikitika pamoja. Kwa hiyo ni wazazi ambao kwa kweli wamekuwa wanatoa msaada mkubwa sana. Wazazi hao wamekuwa wakitoa motisha kwa walimu ambao wanafanya vizuri. Nafikiri hata kata zingine ziige mfano wa Ndala. Kata ya Ndala kwa kweli tunawashukuru sana wazazi hawa na Mungu awabariki sana. Waendelee kushirikiana na shule ili tuendelee kuongoza manispaa ya Shinyanga. Nirudi kwa majemadari walimu. Matokeo haya huwezi kuyatenganisha na jitihada za walimu. Walimu wa Ndala Sekondari wanafanya kazi bila kutumwa. Walimu wanajituma, walimu hawapotezi vipindi, walimu wapo mpaka saa 12 kila siku, walimu wapo Jumamosi. Walimu wanafanya kazi. Kwa hiyo walimu hawa Mungu awabariki sana. Hatuna cha kuwalipa, lakini kwa kweli walimu wa Ndala Sekondari wanaelewa kazi yao na wanaipenda kazi yao. Tuna walimu hapa kwenye mtihani huu wa kidato cha 4 2025 wameongoza kwa masomo yao manispaa nzima. Kwa mfano mwalimu wetu wa hesabu, mwalimu Lama, ameongoza kwa kidato cha 2 lakini kidato cha 4. Tunaye mwalimu James somo la literature ameongoza manispaa ya Shinyanga. Lakini mwalimu James huyu kwa somo la history ameongoza manispaa ya Shinyanga kwa kuwa na GPA nzuri na watoto wote wakiwa wamefaulu. Kwa hiyo walimu nawapongeza sana, lakini nasema waendelee na mikakati hii na waweze kufaulisha vizuri, kwa sababu sisi sasa tunataka kuondoka kwenye matokeo haya tuhamie kwenye matokeo mengine kabisa. Lakini niwashukuru wanafunzi wangu, watoto wangu. Watoto hawa ni wasikivu. Watoto wakielekezwa jambo, watoto wanaelewa na wanatekeleza kile ambacho walimu wao wanataka. Kwa hiyo kitaaluma Ndala Sekondari imejengwa kwenye misingi ya watoto kuelewa walimu wanataka kitu gani. Mwalimu wa nidhamu yuko vizuri katika kusimamia na kuhakikisha kwamba shule yake Ndala Sekondari inakuwa na nidhamu ambayo ni ya mfano kwa manispaa yote ya Shinyanga. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza mafanikio haya sio mafanikio ya mdau mmoja. Binafsi najivunia kuwa na wadau wote ambao nimekutajia ndugu mwandishi wa habari kwamba wamechochea kweli kweli mafanikio haya. Sisi leo Ndala Sekondari ni wa kwanza kwa kidato cha 2 lakini ni wa kwanza kwa kidato cha 4 kwa matokeo ya 2025. Tuna mikakati kadhaa ambayo tumejiwekea kama shule. Sisi tumesema tutaendelea kushirikiana na wazazi na wadau wote wapenda maendeleo katika sekta ya elimu ili tuweze kufanya vizuri zaidi na zaidi. Lakini mikakati yetu ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunafuta division 4. Sisi division 0 tumeshaondoka. Tumefanikiwa kwa kidato cha 2 lakini tumefanikiwa kidato cha 4. Sio issue tena ya kujadili sisi. Sisi tunajadili namna gani tunaziondoa division 4. Ufaulu wetu tunataka sisi division 1 iwe asilimia kubwa, division 2 inafuata na division 3 mwisho. Watoto wetu wote wafaulu kwa kiwango cha division 1, division 2 na division 3. Na tunahitaji kupata green. Sisi tunataka GPA ya 2.5
na hii inawezekana kwa sababu tumeshaona kwamba tukifanya hiki tunachokifanya na tukaongeza kidogo tu, sisi tunaweza tukapata GPA hiyo, na tunaahidi 2026 matokeo yetu yatakuwa matokeo bora kabisa kwa manispaa, lakini kwa mkoa mzima wa Shinyanga. Malengo yetu ni makubwa, ikiwa ni pamoja na kuiomba serikali ikiwezekana tuwe na hosteli. Tutaiomba serikali kwa kushirikiana na wadau, kwa sababu eneo letu linatosha, tunaweza tukawa na hosteli, na hapo sasa nafikiri tunaweza tukaishia kwenye daraja la kwanza tu, kwa sababu watoto tutakuwa nao na tutaweza kuwatunza vizuri na kuona namna gani wanajisomea hasa nyakati za jioni. Nahitaji kushauri kwa shule zingine zinaweza zikajifunza kupitia Ndala Sekondari nini tunafanya. Cha kwanza, kudhibiti utoro. Ukidhibiti utoro, ukasajili watoto ambao wanakuja shule, maana yake matokeo yale lazima yawe mazuri. Lakini pia wanaweza, tunawaalika waje waone mbinu tunazozitumia ili waweze kufanya vizuri. Kwa shule zote ambazo zimedondoka kwa mwaka 2025 tunawakaribisha sana, tutawaeleza nini tunafanya, kwa sababu matokeo haya tunaing'arisha manispaa. Wote tukifanya vizuri, maana yake manispaa yetu ya Shinyanga, lakini mkoa wetu wa Shinyanga tutakuwa tumefanya vizuri tukilinganisha na mikoa mingine. Changamoto tulizo nazo ni hatuna ukuta. Kwa hiyo kwa wadau, ningeomba mimi tujenge ukuta, shule yetu iwe ndani ya uzio. Hii itasaidia pia kudhibiti hata mtoto mmoja mmoja ambaye kwa bahati mbaya hatumuoni, lakini inaweza ikatusaidia sana. Kwa hiyo naalika wadau wote wenye mapenzi mema na Ndala Sekondari watuunge mkono katika hili. Lakini pia tuna upungufu wa vyumba vya madarasa. Wadau tunaweza tukaanzisha, najua serikali yetu ni sikivu, inaweza kamalizia pale ambapo sisi tulianza. Na katika masomo muhimu kama hesabu, yaani mathematics, mbinu mpya za ufundishaji na ushirikiano wa walimu ziliendelea kukolea zaidi na zilianza kuleta matokeo chanya. Na hii ni ithibati kuwa shule za serikali zinaweza kufanya vizuri zaidi kwa kuwa na uongozi imara, ushirikiano wa dhati na dhamira ndio vinavyojenga mafanikio ya kweli. Kwa majina naitwa Mwalimu Samuel Ernest James. Ni mwalimu wa masomo ya historia, literature and English pamoja na English language. Lakini pia ndio mtaalamu mkuu wa Ndala Sekondari. Kwa upande wa Ndala Sekondari, kimatokeo ama kitaaluma tunaweza tukasema kwamba Ndala imekuwa ni shule ambayo ikifanya vizuri kwa muda mrefu tangu 2018 ambapo tulikuwa wa kwanza kwa manispaa. Lakini miaka iliyofuata tumekuwa tukicheza kwenye nafasi ya 5 bora. Mwaka huu kwa kweli tunaweza tukasema Ndala imekuwa katika mkakati wa kufanya vizuri kama kawaida, ila mwaka huu imeboresha zaidi, yani tumefanya vizuri zaidi kwa maana ya kwamba tumeweza kubalansi sehemu zote. Kidato cha pili tumekuwa wa kwanza kwa kuhakikisha kwamba tumefuta daraja 0, lakini tukawa na ufaulu wa division 1 na 2 mpaka 3 nzuri. Kwa namna hiyo tumeongoza kwa shule za manispaa, kwa shule za serikali, lakini pia katika shule zote na binafsi tumekuwa nafasi nzuri tu. Kwa upande wa kidato cha 4 kwa kweli Ndala pia naweza tukasema mwaka huu tumefanya vizuri zaidi tena kulinganisha hata ile mwaka 2018, japokuwa tulikuwa wa kwanza katika nafasi ya kiwango. Mwaka huu tumekuwa katika kiwango kikubwa sana. Na naweza nikasema kwa mfano daraja la kwanza umeongezeka kutoka 5 mpaka 13. Kitu ambacho kwa Ndala tunaweza tukasema kwa mara ya kwanza tumefanya kwa kishindo. Lakini pia tumefuta division 0 kwa kiwango kikubwa na kupunguza daraja la 4 division 4. Kwa upande wa ufaulu huu naweza nikasema kwamba ni kwa sababu ya mikakati kwa kweli ambayo tumeiboresha, ambayo imekuwepo miaka mingi. Kwa mfano, tumeboresha moja wa mkakati ni kuhakikisha kwamba tunazuia kabisa utoro. Sababu moja wa watoto ambao walikuwa wanatuletea daraja 0 ni watoro ambao tulikuwa tumeshawasajili, wao wanakuja kufanya mtihani tu. Kwa hiyo tumefanya mikakati kushirikiana na bodi ya shule pamoja na walimu wa madarasa na walimu kwa ujumla, lakini mkuu wa shule pia ndio amekuwa kichocheo na kiongozi wetu wa kuhakikisha kwamba utoro inawezekana kuudhibiti, na kweli tumeudhibiti kwa kufuatia kushirikiana na wadau mbalimbali.
Baada ya kufaulu hilo la utoro, tukarudi upande wa utoro pia wa vipindi, ambapo nao tumelishughulikia kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anahudhuria kipindi bila kukosa. Kwa hiyo tukaamua kudhibiti ule utoro pia wa vipindi, ambao ndio nanyo limesaidia kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata uelewa, na ndio maana ufaulu umeongezeka. Lakini pia naweza nikasema kwamba motisha kwa walimu imeongezeka katika kufundisha. Yaani morali ile imeongezeka katika kufundisha na kufanya watoto wapende vipindi vya kila somo. Na ndio maana si ajabu kuona kwamba hata kimasomo kwa manispaa tumeongoza sana. Mimi mwenyewe mfano mzuri ni mwalimu wa somo la historia na nilikuwa nafundisha kidato cha 4, pia na literature and English kidato cha 4. Masomo yangu yote yameongoza. Historia imekuwa ya kwanza na pia literature and English imekuwa ya kwanza. Lakini si hivyo tu, na masomo mengine ambayo yamefanya vizuri ikiwemo hesabu. Kwa mara ya kwanza ndani ya sekondari hesabu imefanya vizuri sana kwa manispaa. Nampongeza mwalimu. Lakini pia somo la kemia mwalimu pia akafanya vizuri sana kidato cha 4 safari. Kiswahili imefanya vizuri sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa ujumla kwamba ikiwemo pia fizikia, masomo ya science pia tumeongoza kwa manispaa kwa kiwango kwa pamoja na art. Lakini pia naweza nikasema hii pia imesaidia kwa upande wa ratiba yetu, kwa kweli tumeiboresha. Tumeingiza vipindi vya mitihani. Watoto wanapofika kutoka nyumbani kufika shule tu wanaanza kufanya mitihani. Yaani wanakaribishwa na mitihani ya asubuhi ambayo tunaita morning test. Kwa ratiba yetu ambayo inaanza saa 12:50. Kwa maana kwamba watoto hao wameshaingia darasani, wanafanya mtihani wa saa moja ambao unakuwa umeshaboreshwa na maswali ambayo yakiwa yakitoka katika mtihani wa taifa kabisa. Kwa mtoto anamjenga katika hali ya kuzoea mitihani na kuondoa hofu. Kwa namna ile imesaidia sana kwa kupush ratiba yetu ya vipindi kuanza saa 2. Zamani ilikuwa inaanza saa 1:30. Kwa hiyo tumetoa hiyo nafasi kwa ajili ya kuweka mikakati ile ya mitihani watoto wanafanya na kuwafanya waondoe hofu kabisa. Kwa mwaka huu sasa naweza nikasema kwamba tumejipanga sasa kwamba kuhakikisha kwamba kama mwaka jana ilikuwa lengo letu ni kuondoa division 0 na kupunguza daraja la 4, maana yake division 4. Mwaka huu mikakati yetu na mpango wetu wa kwanza ni kuhakikisha hakuna daraja la 4. Maana zile tumeshaisahau. Ni kuhakikisha hakuna daraja la 4. Kwa hiyo ufaulu wetu utaanzia daraja la kwanza mpaka la 3. Ndio tutatembea nao kuanzia hii mitihani tulionayo ambayo tumeboresha katika ratiba zetu za asubuhi. Kwa hiyo kila mtoto anayefanya vizuri katika daraja la kwanza na 3 tutatem kwamba mkakati wetu na mpango wetu unafanikiwa. Bila hivyo tutakuwa bado hatujafanikiwa, ndio lengo letu ambalo la mkakati. Kwa hiyo na imani kwa kutembea hivi mwaka jana usishangae kuona matokeo ni mazuri zaidi ya haya. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Kaige Masanja Lunyalula. Ni mwalimu ninayefundisha hapa shule ya sekondari Ndala. Kwa hakika unapoongelea swala la kitaaluma uwezi ukaepuka swala la kinizamu. Nizamu ni upande wa pili wa shilingi unaohusiana kwa karibu sana na taaluma. Na hivyo kupitia ofisi yangu ya nizamu tumehakikisha shule yetu inakuwa na wanafunzi wenye uadilifu wanaofuata sheria na taratibu za shule. Na tunashukuru Mungu kwa neema ya pekee ambayo anatujalia, kwa maana tumekuwa na ushirikiano mkubwa kupitia ofisi ya mkuu wetu wa shule, kupitia ofisi ya wataaluma ambao kwa hakika tumekuwa tukifanya nao kazi kwa ukaribu, lakini sambamba na ofisi ya mwalimu wa ushauri nasaha. Na hivyo tumekuwa tukiwasaidia watoto ambao kwa namna moja ama nyingine wameingia kwenye tabia ambazo zinawaondoa tensheni yao katika hali ya kuelekeza akili zao kusoma, na kwa namna ya kuwasaidia kwa kuwaonya, kuwapatia adhabu kulingana na mwongozo ambao unatolewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia wale ambao wameonekana kuathirika kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ya malezi mabaya ama kujiingiza kwenye makundi yasiyofaa, tumekuwa tukishirikiana na ofisi ya ushauri nasaha ambao wamekuwa wakiwapatia ushauri na kuwajenga. Na hivyo sisi kama walimu wa nizamu kupitia ofisi ya mkuu wa shule, ofisi ya wataaluma na kamati ya nizamu ya shule ambao mwenyekiti wake ni makamu wa shule, tumehakikisha tunawasaidia watoto hawa kwa namna na njia zote ili kwamba nizamu yao iweze kuwa sawa. Bodi ya shule ilisimamia maamuzi muhimu ya kitaaluma na mazingira ya shule, ikihakikisha kila mdau anatimiza wajibu wake ipasavyo ili kusaidia
kuendelea kuinua elimu kwa kasi zaidi. Mimi naitwa Lieutenant Colonel mstaafu John Kayoka, ni mwenyekiti wa bodi Ndala Sekondari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi alivyotujalia shule yetu imepata matokeo mazuri kwa shule zote za kata manispaa ya Shinyanga. Tumekuwa wa kwanza na tuna imani kabisa haya hayakuja hivi hivi. Yametengenezwa kwa ushirikiano wa bodi ya shule, walimu, wazazi na wanafunzi, kwa maana ni familia ya Ndala Sekondari. Bodi pamoja na majukumu yake yote tulisimamia mambo haya. Tulisimamia nidhamu, tulisimamia uwajibikaji wa walimu na tulisimamia wazazi pia. Tumekuwa na tabia ya kila vikao vya wazazi tunakuwepo kwa ajili ya kuhamasisha, tukisaidiana na mwenyekiti wa kamati ya wazazi. Tunawashukuru wazazi kwa ushirikiano wao, walituelewa tulipowaambia jamani, hakuna masomo, hakuna kufaulu bila chakula. Chakula ndio kimeongeza sana ufaulu wa shule hii. Na kikubwa kabisa ni programu ambayo tulikaa na walimu tukakubaliana kuwe na mitihani kila siku, hasa kwa madarasa ya mitihani form 2 na form 4. Mitihani hii imeongezea confidence wa wanafunzi. Tunajua kabisa kwamba mitihani inatisha, lakini sasa hivi mitihani imekuwa ni kitu cha kawaida kwa kila mwanafunzi, amekizoea. Lakini vile vile tumewapa tekniki za ufanyaji mitihani. Mwanafunzi halazimiki kuanza swali la kwanza, anaanzia swali lolote lile na kumalizia lile analoliona ni gumu. Niwashukuru sana walimu. Walimu tumekuwa nao bega kwa bega kwa ajili ya kuweka programu zote za ufundishaji. Walimu wanafundisha kwa hamasa kubwa. Walimu hawa tumewahamasisha sana. Tulianzisha programu ya kuwazawadia zawadi, kwamba kila A itakayopatikana kwenye somo, hivyo B, C, lakini vile vile kule kufuta 0 katika masomo. Mwalimu wa somo akifuta 0 tunampa zawadi. Vile vile division 1, division 2, division 3 tunawapa cheti na zawadi. Nitoe wito tu kwa wazazi. Wazazi ni figa la 3 katika maendeleo ya shule. Wajitahidi sana kuwanunulia chakula watoto, ili watoto waweze kula wakiwa hapa shuleni, ili tuendelee kufanya vizuri. Bila chakula hatuwezi. Tulishawaeleza kwamba chakula kila anachokula mtoto hapa huwa tunakihamisha tu kutoka kwenye familia na kukileta hapa. Kwa hiyo sio gharama. Wazazi wengi wametuelewa. Wazazi nao hawakubaki nyuma hata kidogo, bali wamesema ushirikiano wao na walimu umeendelea kuimarisha nidhamu na ufuatiliaji wa wanafunzi mpaka majumbani. Majina yangu naitwa Joseph Ndatala, ni mwenyekiti wa wazazi shule ya sekondari yetu ya Ndala. Kimsingi matokeo ambayo yanatokea hapa shuleni ni kwa sababu kuna ushirikiano wa walimu, wazazi na wanafunzi. Kwa sababu unajua matokeo ili yapatikane ni lazima mwanafunzi mwenyewe akubali, anajua anachokifanya, lakini walimu watimize wajibu wao kama watu wenye taaluma, lakini wazazi watimize wajibu wao kama wazazi. Sasa kwenye shule yetu ya sekondari ya Ndala
wazazi wanatimiza wajibu wao sawasawa na utaratibu ambao binadamu anatakiwa kufanya kwa watoto, na haya yote ndio yanayochangia matokeo na maendeleo ya shule hii. Historia ya shule hii huko awali nyuma, miaka mingi iliyopita, ilikuwa ni shule tu ya kawaida, lakini katika mazingira ya hali ya sasa shule hii ndio imekuwa kimbilio la wanafunzi kwenye manispaa yetu ya Shinyanga. Sasa ili kimbilio linatokana na nini? Ni kwamba hapa ipo bodi ya shule, wapo wazazi, kwa maana ya kwamba bodi ya shule inasimamia masuala mazima ya kisheria kwa muundo wa sheria yetu ya elimu. Kwa hiyo wanatimiza majukumu yao, lakini wazazi tunapokutana kwenye vikao vyetu tunatimiza wajibu wetu. Kwa mfano hapa napozungumza tu na wewe ni kwamba wazazi wamemaliza kuchangia michango kwa ajili ya ununuzi wa photocopy machine ambayo tayari imeshaagizwa nje ya nchi na inakuja hivi karibuni. Hao wamefanya wazazi kwenye vikao vyao, wamekaa wakaamua, wanashughulikia maendeleo. Ndio maana umeweza kuiona kwamba sasa inafanya vizuri kwa sababu ya ushirikiano wa walimu, wazazi na wanafunzi. Kwa hiyo shule inaendelea kufanya vizuri kwa sababu ya hali hiyo, na wanafunzi wamekuwa na commitment, kwa sababu unajua mwanafunzi akipewa majukumu yake anayasimamia, anayatekeleza. Lazima hakuna mtoto ambaye hana akili. Kila mtoto ana akili. Lakini ni namna gani walimu wanatimiza majukumu yao? Ni namna gani wazazi wanatimiza majukumu yao? Na yeye anatekeleza majukumu yake. Kwa matokeo yake ndio maana leo Ndala Sekondari inazungumzwa vingine hapa mjini kwa maana ya ufaulu wake, na ndio maana hata wewe mwandishi wa habari umekuja hapa kutuhoji kwa sababu unaona matokeo. Kwa hiyo haya matokeo ni matokeo yanayotokana na vyanzo vitatu kama ambavyo nimesema, na haiwezi tu kutokea tu kwamba wanafunzi wanafanya vizuri kama walimu hawatimizi wajibu wao. Haiwezi kutokea kama mzazi hatimizi wajibu wake. Kwa mfano wanafunzi watakiwa kufanya mazoezi kwa vitendo. Mazingira hayo wazazi wanaandaa mazingira hayo ili wanafunzi wakae vizuri. Lakini mtoto sio tu kufaulu. Unajua kuna wakati mwingine tunaweza kusema tu mtoto anafaulu, amepata A. Kufaulu sio tu kupata A, ni pamoja na mazingira mengine ya kijamii. Kwa maana ya watoto lazima wawe na nidhamu. Wakitoka hapa wanaweza kufanya mambo mengine ya kijamii wakiwa wamefundishwa vizuri, kwa sababu tukumbuke kwamba walimu wanakaa na watoto muda mwingi kuliko wazazi nyumbani, kwa sababu wanashinda hapa. Sasa wanafundishwa mazingira mazima ya nidhamu, na shule imekuwa na watoto wenye nidhamu sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni matokeo ambayo yanatokana na uhalisia wa walimu, wazazi na wanafunzi wenyewe. Bila kuwageuzia kisogo, wahitimu wamesema mafanikio hayo ni matunda ya juhudi, nidhamu na ushirikiano wa wadau wote kabisa. Kwa majina naitwa Enoki Joseph, ni mwanafunzi wa Ndala Sekondari, mhitimu nilimaliza mwaka 2025. Nipo hapa kwa sababu nilikuwa nimshukuru Mungu kwa sababu ya matokeo yaliyotoka. Nimefaulu vizuri. Nimefaulu katika masomo ya sayansi pia na arti kwa pamoja. Kwa namshukuru Mungu kwa hilo. Pia ukiachana na hiyo, kitu ambacho kisababisha nifaulu katika mtihani, kwanza ni mitihani. Yani nilikuwa nafanya mitihani mingi kabla ya mtihani, ambayo sababisha unakuwa na experience kwenye kufanyaje, kwenye kujibu maswali. Unakuta maswali mengi umeshayasolve au umeshayapitia. Yanakuja ni tofauti kidogo tu. Kwa unakuwa unafanyaje, umeshapata experience ya kujibu maswali kama hayo. Tulifika kidato cha 4 mwezi wa kwanza hiyo mwaka jana 2025, tulikutana tuliletewa system mpya ya mitihani ya asubuhi. Kila siku asubuhi unapofika shule unakutana na mtihani kabla ni vipindi, ambapo hiyo inakupa hali ya kuwa unajisoma mara kwa mara ili usifeli hiyo mitihani. Kwa mfano unakuta kesho na mtihani wa history, itabidi kabla hujalala usome history, kesho kafaeje ukafaulu. Unakuta na kesho yake una mtihani tena mwingine hata wa geography, na maana kabla hujalala lazima usome geography. Kwa una ile taratibu ya kusoma mara kwa mara ambayo inakusaidia kufanyaje, kufaulu. Hiyo ni siri ambayo inasaidia nifaulu katika mitihani ya NECTA. Binafsi na washukuru walimu. Kwanza, taaluma yendi bila nidhamu. Walimu wa nidhamu wamesababisha tufaulu, maana ilikuwa kila kitu kinaenda kwa nidhamu. Kusoma lazima na nidhamu darasani, kufanya kazi za shule ni lazima na nidhamu darasani. Kwa hiyo inenyewe kwa faida inasaidia. Pia walimu wa taaluma ndio ambao wameleta system za magrupu,
muda mwingine mnatolewa kutoka shule moja na shule nyingine kusindana kwa ajili ya mitihani, kuna wenyewe wanasaidia. Pia wanafunzi na washauri kitu kimoja, tusiwe na ile wanaita yani kudharau masomo. Mfano mtu anaweza kusema labda mase somo halipendi, lakini unakuta yeye mase ukutana na mwalimu mzuri anakusaidia. Kwa mfano sisi mwalimu wetu huyu mwalimu wa mathematics yani ilikuwa anatabia yani anaingia darasani mpaka mnasema amepitiliza sasa, lakini ametusaidia, tumefaulu mtihani wa mathematics. Unaona, kwa hiyo inasaidia. Kingine wao wana tabia ya kujisomea, yani utenge muda wako mwingi kwenye kusoma, sio kufanya mambo mengine. Mimi nawashukuru wazazi kwanza, maana wazazi kwanza nafasi yao kubwa ni kunisupport. Wamenisupport kwenye mambo mengi ya shule, madaftari nini, kila kitu kwa nihudumia. Nilikuwa silalamiki chochote shuleni. Kwa hiyo na yenyewe nasaidia, maana unakuwa hausomi kwa mawazo. Maana unajua kila kitu unacho, kila kitu unapatiwa. Kwa hiyo unakuwa yani unakuwa na nini? Wanaita unakuwa yani ile hali ya kuisoma kwa furaha. Maana masomo yenyewe huwezi kusoma kama una stress. Unaona? Kwa hiyo nasaidia. Pia wameniombea, maombi yao yamenifikisha hapa. Kwa nashukuru wazazi na naomba wazazi wengine na wana hiyo roho ya kusupport wanafunzi katika mambo ya shule. Kwa majina naitwa Edith Onesmo Leonard, ni mhitimu wa kidato cha 4 mwaka 2025 katika shule ya sekondari Ndala. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuwa nimepata matokeo mazuri, ufaulu wa hali ya juu daraja la kwanza. Pia nawashukuru walimu wangu. Siri ya mafanikio mpaka kufaulu kwangu ni kujituma na kusikiza yale ambayo walimu wanaagiza. Pia ni juhudi za walimu, kwani tumekuwa tukifanya mitihani mbalimbali, morning test. Tumekuwa tukisolve mitihani kutoka shule mbalimbali. Tumekuwa tukitafuta source tofauti za masomo kama vile kusomea mitandaoni, kutumia vitabu vingine tofauti na vya serikali na ushirikiano pamoja na mashule mengine. Hiyo ndio siri ya mafanikio yetu. Ushirikiano kwangu na wazazi ulikuwa mzuri. Wazazi walishirikiana na walimu bega kwa bega kuhakikisha kwamba nafaulu, na walifuata ushauri ambao walimu walikuwa wakiutoa kuhakikisha kwamba nasoma kwa bidii na kufaulu vizuri. Nawashukuru walimu wa shule hii, nashukuru bodi nzima ya shule, kamati ya taaluma na walimu wote wa madarasa, kwani wamekuwa wakishirikiana kuhakikisha kwamba tunasoma kwa bidii na wametumia ujuzi wao wote kuhakikisha sisi tunafaulu. Na una neno lipi la kuambia wanafunzi ambao wapo shuleni kwa sasa wanaendelea na masomo? Na washauri tu wasome kwa bidii, wadumishe nidhamu, wasikize yale ambao wanafundishwa na walimu wao. Pia wawe na ushirikiano na wanafunzi kutoka shule tofauti ili kuweza kupata maarifa mbalimbali yatakayowawezesha wao kujibu mitihani yao ya taifa vizuri. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.